الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukiendelea na sifa ya al-basar, sifa ya uoni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo hivyo yajibu lillahi ta'ala aqlan al-basar ay ru'ya, kwamba ni wajibu kiakili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na sifa ya kuona. Kwa hivyo fa huwa subhanahu yara bi ru'yatihi al-azaliya, anaona kwa uoni wake ambao ni watangu na tangu, al-abadiya, uoni ambao hauna mwanzo. Kwa hivyo anaona kulla al-mar'iyati, anaviona vyote vyenye kuona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyote vilivyokuwepo Mwenyezi Mungu anaviona. Kwa hivyo mpaka dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba anaiona, na uoni wake Subhanahu wa Ta'ala bighairi hadaqa, bila ya kutegemea mboni. Kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu kuona kwake ya kutegemea jicho ambalo Mwenyezi Mungu sisi viumbe ndio ametuumba na akajalia uoni wetu akauweka katika jicho. Na angetaka Subhanahu wa Ta'ala basi angeweza kuweka uoni huo ukawa kwenye kidole cha mguu au kwenye kidole cha mkono, lakini kaweka uoni katika jicho, akalijalia kwamba ndio kiwe chombo cha kuonea. Kwa hiyo yeye Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba mwenye kusifika na sifa hiyo ya kuona, na sifa hiyo kwake yeye ni sifa ambayo haina mwanzo wala haina mwisho. Kwa hivyo kwa sababu hizi alhawas, yani vitambuzi min sifati almakhluqina, ni katika sifa za viumbe, na vitambuzi inaingia hii, yani kuona, kusikia, ni katika jumla ya vitambuzi vitano ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi viumbe. Akatujalia kwamba kitambuzi cha kusikia, kuona, kuonja, kugusa, kunusa, hivi ni katika min alhawas alkhams, ni katika vitambuzi vitano. Sasa inaingia kusikia, kuona, na vyenyewe ni katika vitambuzi ambao Mwenyezi Mungu kaviweka, na ikiwa ni moja katika sifa za viumbe. Sasa na yeye Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba hasifiki na sifa za viumbe. Kwa hivyo ikawa sifa hii ni sifa ambayo inatofautiana kabisa na vile ambavyo ilivyokuwa kwa viumbe vyake. Na tukiangalia katika dalili la akhiri juu ya kuthibitisha sifa hii ya kuona kwa Mwenyezi Mungu, wani li'annahu law lam yakun basiran ra'iyan lakana a'ma, kama Mwenyezi Mungu asingekuwa kwamba ni mwenye kusifika na sifa ya kuona, angekuwa anasifika na sifa ya upofu. Wal a'ma, na upofu bimaana adamu ru'ya, kwamba kutokuwa na uwezo wa kuona, naqsun, hili ni sifa ya upungufu. Kwa hivyo ikishakuwa ni sifa ya upungufu, basi hiyo ni sifa ambayo itakuwa haifai kabisa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu an-naqsu alayhi Subhanahu wa Ta'ala muhalun, upungufu kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muhal, na yeye sifa zake zote ni sifa ambazo zilizokamilika, sifa ambazo hazina kasoro, hazina mapungufu. Sasa kwa kutazama kwa dalili ya kiakili ni kwamba yeye Subhanahu wa Ta'ala anasifika na sifa hii ya kuona, na hii ni sifa al-kamal fi haqqihi Ta'ala, ni sifa ya ukamilifu katika haki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukiangalia katika dalilu as-sam'i, katika dalilu sam'i wal basar min as-sam'iyati, katika vile ambavyo vilivyosikiwa, al-ayati wal ahadith, kunako aya na hadithi. Ka qawlihi Ta'ala, ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema katika surati Shura,
akasema wa huwa as-sami'ul basir, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajithibitishia sifa hizi kwamba yeye ni mwenye sifa ya kusikia na ni mwenye sifa ya kuona. Kwa hivyo hiyo ni katika dalili an-naqliyu, dalili ambayo ilinukuliwa, as-sami'iyyu, dalili ambayo ilisikiwa, kwamba kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, ikithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anasifika na sifa ya kusikia na sifa ya kuona. Na katika hadithi vile vile ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa katika taadadi asma'illahi alhusna, katika kutaja yale majina ya Mwenyezi Mungu ambayo yaliyokuwa yenye kukamilika, majina mazuri ambayo yaliyokamilika, basi alitaja katika jumla ya majina hayo akataja as-sami'u al-basir. Kwa hiyo na ipo katika hadithi ambayo akhrajahu at-Tirmidhi wa hasanahu, hadithi ambayo ameitoa na kusimulia al-Imam at-Tirmidhi, na akasema hadithi hiyo ni hadithun hasan, kwamba hadithi ambayo ipo katika daraja ya hadithul hasan, ambayo inakuwa hasan ni ndugu ya hadithi iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo sifa hii ya kuona ni sifatun azaliyatun abadiyat mutaalliqun, ni sifa ambayo imetaallaki bil mubsirati, na vile ambavyo vyenye kuonwa kwamba sifa hii inaviona. Na waqala ba'dhum basaruhu laysa mukhtassan bil jawahir wa ma yaqumu bil jawahir min al mar'iyati, bal Allah yara kulla mawjudin bila istithna'i. Kwa hivyo wakasema baadhi ya wanachuoni kwamba haikuwa sifa hii ni kuhusika na aljawahir na yale maumbile tu, na vile vinavyotaallaki na maumbile katika mar'iyati, katika vile ambavyo vitakuwa vina sifa ya kuonwa, bali yeye Subhanahu wa Ta'ala anaona kila mawjud, kila kilichokuwepo anakiona, bila istithnai, bila kuvua chochote. Mwenyezi Mungu vyote anaviona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba yeye yara nafsahu al-azaliya, Mwenyezi Mungu anaiona dhati yake ambayo ni ya azal, na kadhalika Mwenyezi Mungu anaviona al-hadithati, yani vyote vilivyozuka, na kwa uoni wake Subhanahu wa Ta'ala wa azali. Dhati yake Mwenyezi Mungu ni ipo. Kwa hivyo kwa kuwa kwamba kile ambacho kilichokuwepo, basi uwezekano wa kuonekana upo. Kwa hivyo uoni wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba hata dhati yake ni kwamba anaiona, na kadhalika Subhanahu wa Ta'ala vyote ambavyo alivyoviumba, vyote ambavyo alivyoviingiza katika sifa ya kuwepo anaviona wa uoni wake ambao ni sifa yake ya azal jalla jalalu. Na katika kuzindua kuna maneno ambayo haifai kusema innahu ta'ala ra'a al-alama fil azal. Neno hilo halifai kulisema kwamba Mwenyezi Mungu ameuona huu ulimwengu azal. Haifai kusema hivyo, kwa sababu ni kwamba ikisemwa hivyo itakuwa inathibitisha uwepo wa huo ulimwengu azal, na hakuna azaliyani. Azaliyu ni peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni yeye tu na sifa zake ndio azali. Kwa hivyo ilivyosalia vyote vinakuwa ni hadith. Sasa ikisemwa kwamba ameuona ulimwengu azal, kwamba itakuwa inathibitisha kwamba kuwepo huo ulimwengu azal. Kwa hivyo na ulimwengu wenyewe utakuwa na wenyewe uko katika sifa ya azal. Kwa hivyo laqtada wujuda al-alami fil azal, ni kwamba neno hilo likisemwa litapelekea kusema kwamba ulimwengu ulikuwepo katika huko azal, na hilo ni muhalu, ni jambo ambalo ni muhali kwamba
kuwepo ulimwengu azali, kwa sababu ulimwengu umeanzishwa, Mwenyezi Mungu kauanzisha na haukuwepo azali, kwa hivyo umeingia katika sifa ya kuwepo. Sasa ulipopatikana ulimwengu, sisi sasa tunasema bi annahu ra'a al-alama bi ru'yatihi al-azaliyya, Mwenyezi Mungu anauona ulimwengu kwa uoni wake ambao ni sifa yake ya azali. Kwa hivyo baada ya kuingia katika sifa ya kuwepo, sasa kwa sifa yake ambayo Mwenyezi Mungu ya kuona ambayo ni sifa ya azali, anauona huo ulimwengu. Kwa hivyo hilo linafaa kusema hivyo. Uoni wa viumbe ni kwamba uoni wetu sisi umetaalaki na vitu vingi, kwa sababu ili sisi tupate kuona, kwanza lazima kwamba tupate jicho lenyewe liwe sawa, linaweza kuona, na kadhalika jicho linapokuwa liko sawa, basi kuna vitu vingine tunahitajia ili kufikia hatua hiyo ya kuona. Tunahitaji kupata shi'a'u dawi, mionzi ya mwangaza. Mtu anawezekana akawa jicho lake zima na linaona, lakini akiwa katika sehemu ya kiza haoni. Kwa maana sasa uoni wetu sisi unahitaji mwangaza, na wakati mwingine mtu sasa yuko katika mwangaza, unahitaji vile vile masafa baina ya mwenye kuona na kile chenye kuona. Kwa hivyo uoni wetu, kile ambacho kitakachokuwa karibu tutakiona, lakini kikiwa mbali moja kwa moja, pamoja na kuwa kwamba jicho liko zima linaona na mwangaza upo, lakini kutokana na umbali ikawa kwamba mtu akasema sioni huko. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha uoni wetu sisi viumbe ni uoni ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea, kuna mipaka mbalimbali na akawekea vitu mbalimbali ambavyo vitapelekea kwamba kukamilika ule uoni. Sasa vyote hivyo vinakuwa ni hadithi, ni vitu ambavyo vilivyozuka, na yeye Subhanahu wa Ta'ala kabla ya vyote hivyo yeye anasifika na sifa ya kuona. Kabla hajaumba kiza, kabla hajaumba nuru, kabla hajaumba masafa, yeye Subhanahu wa Ta'ala anasifika na sifa ya kuona. Kwa hivyo sifa hii kwake Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa na sifa zetu sisi viumbe. وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي.